Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kuweza kuhabarishana yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, na hapa tunaelekea huko Beirut nchini Lebanon, ambapo mashambulizi yanaendelea baina ya pande zote kati ya wanamgambo wa Hezbollah pamoja na vikosi vya Israel huko kusini mwa Lebanon. Kitu ambacho kimetokea mchana wa leo ni kwamba Israel imeshambulia makao makuu ya Hezbollah huko Beirut, lakini pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wa ulinzi Israel Katz kwa pamoja wamesema kwamba mashambulizi haya ni kile ambacho wamekitaja kujibu mashambulizi ya Hezbollah ambayo yalirushwa kwenda moja kwa moja kwa vikosi vya Israel. Lakini pia Trump ameonya dhidi ya mashambulizi zaidi, akisema kwamba yanakwamisha jitihada za Marekani za kutafuta amani na Irani. Ripoti inaeleza kwamba jeshi la Israel IDF limesema limefanya mashambulizi dhidi ya makao makuu ya kundi la Hezbollah katika eneo la Daniye kusini mwa mji mkuu wa Lebanon Beirut, kufuatia mashambulizi ya makombora yaliyolenga maeneo ya kaskazini mwa Israel mapema Jumapili. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz, mashambulizi hayo yalilenga vituo vya uongozi na amri vya Hezbollah ambavyo Israel inadai vinatumika kuratibu operesheni za kijeshi dhidi yake. Eneo la Daniye linajulikana kuwa moja ya ngome kuu za Hezbollah nchini Lebanon na limekuwa likilengwa mara kwa mara na mashambulizi ya Israel wakati wa vipindi vya mvutano kati ya pande hizo mbili. Wakazi wa eneo hilo waliripoti kusikia milipuko mikubwa, huku moshi ukionekana ukifuka katika baadhi ya sehemu za vitongoji hivyo. Israel imesema hatua hiyo imechukuliwa kama jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na Hezbollah kuelekea maeneo ya Israel. Serikali ya Israel imeendelea kusisitiza kuwa haitaruhusu mashambulizi dhidi ya raia wake bila kujibu kwa nguvu. Hata hivyo, maendeleo hayo yameibua wasiwasi wa kimataifa kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kumwambia Netanyahu kuwa kushambulia Beirut hakutakuwa jambo linalokubalika wakati Marekani ikiendelea na juhudi za kidiplomasia kutafuta suluhisho la mgogoro huo. Trump anadaiwa kuwa anajaribu kusukuma mbele makubaliano ya amani yanayohusisha Iran ambayo ni mshirika mkubwa wa Hezbollah ili kupunguza mvutano unaoendelea katika ukanda huo. Marekani imekuwa ikihofia kuwa mashambulizi makubwa dhidi ya Beirut yanaweza kuharibu juhudi za mazungumzo na kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Picha zinazosambazwa mtandaoni zinaonyesha uharibifu wa majengo katika eneo la Daniye kusini mwa Beirut kufuatia mashambulizi yaliyotekelezwa na jeshi la Israel dhidi ya malengo ya Hezbollah. Israel imesema kwamba mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kundi hilo baada ya roketi kurushwa kuelekea kaskazini mwa Israel. Kama ambavyo mtazamaji unaona picha hizo, ni jinsi ambavyo mashambulizi ambayo yamefanywa na vikosi vya Israel huko katika kitongoji cha Daniye kusini mwa Beirut. Kiukweli hali halisi katika nchi ya Lebanon si nzuri, ndio maana tukashuhudia hapo jana majibizano kati ya rais wa Lebanon Joseph Aoun pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi kwamba Irani inatumia mgongo wa Lebanoni kwa ajili ya kuweza kuchelewesha makubaliano na Marekani, na kitu ambacho waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amekikanusha vikali kwa kusema kwamba Irani haitumii Lebanoni kama mgongo wa kujikinga dhidi ya Marekani. Basi mtazamaji wetu, nitakujuza yote ambayo yanajiri kwa sababu ripoti hii inazidi kuibua sintofahamu, hususan maendeleo ya usalama katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ujumla, hasa mvutano kati ya Israel pamoja na kundi la wanamgambo la Hezbollah huko nchini Lebanon katika eneo la kusini mwa Beirut.